Watoto wenye mahitaji maalum katika kituo cha kulelea watoto hao kilichopo katika shule ya msingi Jitengeni Mombo, halmashauri ya Korogwe vijijini, wanakabiliwa na upungufu wa mahitaji mbalimbali ikiwemo matibabu, vifaa vya kujisomea na kujifunzia, pamoja na uzio wa kuzunguka eneo hilo la kituo kwa ajili ya usalama wao. Haya yamebainika siku mbili zilizopita mara baada ya chama kikuu cha vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania SCCT kufika katika kituo hicho kufanya matendo ya huruma kwa kuwapelekea watoto hao mahitaji mbalimbali, na hii ni mara baada ya kumalizika kwa semina yao ya siku 3 wilayani humo iliyowakutanisha maafisa mikopo kutoka katika SACCOS za kijamii kutoka katika mikoa mbalimbali nchini. Mafikiri Twins ni mkuu wa shule ya msingi Jitengeni na hapa anaeleza zaidi kuhusu kituo hicho. Naitwa Mafikiri Twins, mkuu wa shule ya msingi Jitengeni. Leo nimepokea wageni wa SCCT ambao wamekuja kuwaona vijana wetu wa kitengo cha watoto wenye mahitaji maalum. Wako 36 kwa jumla yao, lakini wametuletea zawadi nzuri ambayo kwa kweli tuna kila sababu ya kuwapongeza. Wamefanya kitu cha maana, wametoa ni sadaka kama jinsi ambavyo mmeweza kushuhudia hapo awali na utakavyoona hapo baadaye kwenye picha za mjongeo, utagundua kwamba wamefanya kitu fulani cha maana sana. Lakini niendelee kutoa wito kwa wadau wengine mbalimbali katika maeneo tofauti. Shule yetu ama kitengo chetu cha watoto wenye mahitaji maalum hapa Jitengeni kinayo mahitaji mengi sana. Miongoni mwayo ni pamoja na uzio. Nimeendelea kuongea mara kadhaa, hata Amash TV walipofika kwa mara ya mwisho niliwajulisha kuhusiana na uzio kwamba inaonekana ni kama vile watoto tumewatoa mtaani ili tuwalete kwenye taasisi kwa ajili ya kuwatenga, kitu ambacho hakikuwa kusudi letu. Kwa hiyo niombe mtu yeyote yule ambaye anatutazama kwa wakati huu aweze kufanya jambo la ziada kuhusiana na hawa watoto, hasa kwenye kipengele cha uzio. Watoto hawa pia kama tulivyoweza kuwaona ni walemavu. Tafsiri yake ni kwamba inawezekana hata matibabu, kwa kuwa wanatoka kwenye familia ambazo ni duni, familia za chini sana, inawezekana hata utaratibu wa matibabu hawaangaliwi, hawafuatiliwi. Tunacho kituo cha afya Mombo, walishafika na kutuambia kuna siku atakuja kufanya, lakini ninaamini kwamba inawezekana wamechelewa sana, huenda ni matatizo ya budget. Kama ni matatizo ya budget, yeyote ambaye anaweza akajitoa kwa ajili ya kuwasaidia hawa watoto ili wanapokuwepo hapa basi wapate vipimo vya changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo. Ni miongoni mwa mahitaji ya hawa watoto kwenye hili eneo letu. Lakini niendelee kuwashukuru sana SCCT kwa namna jinsi ambavyo wamejitoa hadi kufika. Wamefika wengi kweli kweli, na nimeambiwa walikuwa na shughuli ambayo ilikuwa inaendelea ya mafunzo. Wangeweza kusema kwamba tumechoka kwa muda ambao tumekaa tukarudi nyumbani, na lazimika kufika siku ya leo ili waweze kukutana ama kuwaona watoto wenye mahitaji maalum hapa shule ya msingi Jitengeni. Aidha, kwa upande wake mratibu wa programu na mafunzo kutoka katika chama hicho kikuu cha vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania SCCT, Bilea Daudi, ametoa wito kwa wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum kuacha dhana ya kuwaficha watoto hao nyumbani, badala yake wawalete watoto katika vituo kama hivyo ili waweze kupata mahitaji yao muhimu. Jina naitwa Bilea Daudi, mratibu wa programu na mafunzo kutoka chama kikuu cha vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania SCCT. Tulikuwa tuna mafunzo ya kamati za elimu na maafisa mikopo kutoka Tanzania nzima kwenye zile SACCOS za kijamii. Baada ya mafunzo hayo wakaona sivyo na wakaondoka mjini Korogwe pasipo kufanya matendo ya kijamii kama vile misingi yetu ya ushirika, ile misingi 7 inavyotuelezea kwamba msingi wa 7 tuweze kujali jamii. Hivyo wakatoa chochote ili kuweza kufikia kwenye kituo hichi cha Jitengeni Primary School ambacho kipo maeneo ya Mombo hapa Korogwe. Lengo ni kuweza kufikisha au kutoa sadaka kwa watoto hawa wenye ulemavu wa akili na ulemavu wa viungo ambao kwa hali ya kawaida bado sana wanahitaji ukaribu sana kwa sisi jamii. Kwa hiyo sisi kama vyama vya ushirika wa akiba na mikopo SACCOS tunatoa wito kwa vyama vingine mbalimbali kuweza kufikia hasa vile vituo, yani kufanya matendo ya kijamii au kutoa sadaka ili kuweza kuwainua watu wengine. Pamoja na kwamba serikali inawafikia, inawasaidia, lakini jamii kubwa ya kwetu sisi kama vyama vya ushirika ambazo kuna taasisi mbalimbali, tunaomba tuweze kuwafikia watu ili waweze kufikia uhitaji. Ninatoa wito kwa wazazi ambao wana watoto wenye ulemavu aidha wa akili au wa viungo, asione kwamba
ana tatizo. Kuna sehemu ambayo watu wanaweza wakatoa, Mungu amewajalia kuweza kuwasimamia na kuwalea. Kwa hiyo usifiche mtoto ndani kwa ajili ya lile tatizo lililonalo. Mlete kwenye vituo ili aweze kupata elimu. Tumejionea watoto ambao wameweza kufika mpaka form 2, wengine form 4, lakini mzazi alishajikatia tamaa. Sisi kama shuhuda ambao tumefika hapa, usimfiche mtoto, mtoe mtoto aweze kujumuika na watoto wengine. Naitwa Cyprianus Cosmas Kunkuta, ni mwenyekiti wa darasa hili ambao tulikuwa tunapata seminar inayotolewa na Scout katika vyama vyetu vya ushirika, ikiwa kamati pamoja na maafisa mikopo watendaji wa SACCOS. Basi baada ya mafunzo yetu tumewiwa kwa umoja wetu kuja katika kituo hiki cha watoto wenye uhitaji katika shule ya Jitengeni hapa Mombo ambayo iko wilaya ya Korogwe. Basi tumekuja tumewaona watoto hawa, kwa kweli watoto wana uhitaji mkubwa sana. Uhitaji wa vifaa vya kujifunzia. Tunahitaji chaki, tunahitaji madaftari, vifaa vyote, vifaa vya audio visual. Tukipata kama television waweze kujifunza vizuri, waone kwa vitendo. Basi nami naisi jamii kama alivyoweza kusema mratibu wangu, tusiwafiche watoto ndani. Watoto hao wanaweza, tumekuwa mashuhuda, tumeona wakifanya shughuli mbalimbali. Watoto hao wakipatiwa elimu wataweza kujiendeleza wenyewe, vile vile kunyanyua uchumi wa taifa. Basi niwashukuru sana kwa niaba ya wanasemina wenzangu ambao tumetoka Tanzania nzima. Tendo hili jema tuendelee nalo. Watoto hawa tukiweza kuchukua hata mmoja, sio wengi sana, kwa ajili ya bima za afya. Bima za afya kwa watoto wanafunzi hawa ni shilingi 50 tu na 400 kwa mtoto mmoja. Kwa hiyo basi niwasihi tuweze kufanya jambo hili, waweze kupata matibabu na afya zao ziimarike, na hatimaye wajifunze wawe wa Tanzania wema, waweze kuinua uchumi wa nchi yetu. Kwa upande wake, afisa ushirika wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe, Bi Adilia Protas, ametoa wito kwa taasisi zingine kuiga mfano wa chama hicho cha SCOUT. Kwa majina naitwa Adilia Protas Kitia, ni afisa ushirika halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Leo tupo na wageni wetu kutoka vyama vya ushirika wa akiba na mikopo Tanzania ambao wamekuja kufanya mafunzo yao ambayo yametolewa na chama kikuu cha ushirika wa akiba na mikopo SCOUT, ambao walikuwa Korogwe kwa muda wa siku 3, na leo siku ya 4 wamehitimisha mafunzo yao. Wameona ni vema watembelee shule ya msingi Jitengeni kwa ajili ya kutoa sadaka yao au msaada kwa watoto hawa ambao wana mahitaji maalum. Wito wangu kwa jamii na wanaushirika wengine wa Korogwe vijijini na Korogwe mji na maeneo mengine, kama tunavyoelewa, moja ya misingi ya ushirika ni ushirika kujali jamii. Hivyo natoa wito tuendelee kuwasaidia watoto hawa wenye mahitaji, kwani bado mahitaji yao ni mengi. Tumeona katika hii shule ya msingi Jitengeni kuna uhitaji wa kuwa na uzio, ambapo mwalimu mkuu ametuelezea gharama zake ambazo kama wadau watajitokeza ni jambo ambalo linawezekana. Lakini pia tumeona kuna mahitaji ya matibabu kwa watoto hawa. Kwa hiyo kama jamii na wanaushirika wanaweza kujitokeza na kusaidia watoto hawa kuweza kupata huduma za afya ili waweze kuwa na afya njema na waweze kushiriki mafunzo yao. Hivyo basi niwashukuru sana ndugu zetu na wageni wetu mliotufikia Korogwe kwa kuona nia njema hii ya kuweza kuacha chochote kwa watoto wetu hapa halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Nawashukuru sana na nawakaribisha tena Korogwe siku nyingine kwa ajili ya mafunzo haya. Korogwe ni nzuri, ina amani, ina utulivu. Hivyo wageni mnakaribishwa. Nikiripoti kutoka katika kituo hichi cha kulelea watoto wenye mahitaji maalum kilichopo shule ya msingi Jitengeni Mombo, halmashauri ya Korogwe vijijini mkoani Tanga, Elisante Fungameza wa Amashi TV.